Binafsi nafikiri ni tukio la kuhuzunisha, lakini pia ni tukio ambalo kama wana michezo lazima tuweze kutafakari. Of course kuna wakati zinatokea ajali kwenye michezo, ni kama ajali nyingine, kwa hiyo ni sehemu ya mchezo, lakini pia wachezaji fikia hatua waanze kufikiria pia na maslahi na maisha ya wenzao. Ujue wote kazi yao ni mpira wa miguu. Siwezi kumlaumu aliyefanya ile foul, lakini lengo ni kwamba tuongeze umakini hasa kwa wachezaji, kwa sababu maisha yao yanategemea uzima na usalama wao. Alikuwa tukio ni la hatari na ambalo linaweza likasitisha kabisa maisha ya mpira ya mchezaji. Kwa hiyo kuna wakati ni vyema tukaenda zaidi ya matokeo kiwanjani, tukawa tunaangalia usalama wa wachezaji. Binafsi limenisikitisha kwa sababu linaweza likawa ndio tukio la hatari ambalo likapelekea pengine Pacome ashindwe kuendelea tena, lakini pia ukizingatia na umri alionao, umri wake sio umri rafiki kwenye majeraha. Kwa hiyo mwisho wa siku inabakia tu kusubiria ripoti ya madaktari ambao watakuja kuzungumza ni kipi kimejiri, lakini kwa marejeo ya picha kiangalia lilikia tukio baya. Lakini kitu kingine ambacho kidogo kilinishangaza ni namna ambavyo waamuzi wamekuwa wakicommunicate. Hii imenitia sana huzuni, kwa sababu unakuta mpaka baada ya muamuzi kugundua kwamba ni tukio la hatari ndio anakuja kubadilisha maamuzi, wakati huyo alikuwa ni mchezaji wa mwisho na amecheza foul. Tunaona kila siku kombe la dunia hapa tunaangalia, unapokuwa mtu wa mwisho ukacheza foul, hakuna excuse, ni straight red card. Lakini pale mwamuzi alitoa kadi ya njano. Sasa unaweza kuona kwamba tuko mbali kiasi gani na ukweli wa mpira unavyohitaji. Mambo ambayo yashangaza na yanatia aibu. Kwa hiyo binafsi nimejisikia fedheha kwa tukio hilo ambalo limetoka katika siku ya leo hii. Kwa hiyo kwa tukio lile ingawa bado hatujapata ripoti kamili ya daktari, ni tukio ambalo huenda tukamsahau Pacome kabisa kwenye uwanja wa soka. Mimi kwa jinsi nilivyoangalia, hasa kuna vitu viwili. Inawezekana pengine kama imetokea dislocations, au ikawa pengine labda ni mtu amevunjika. Kama ikiwa pengine kifundo kimeyama, hilo wakati mwingine inakuwa ni rahisi kuweza kurudisha. Sasa tujajua kama amevunjika au kuna tu msigano wa zile joints. Likiwa ni tukio la msigano wa joint, hilo linaenda darudishwa. Of course anaweza akachukua miezi hata 3-4. Lakini kama itakuwa ni tukio la kuvunjika, ni eneo baya ambalo yani hapana. Na tuombei iliyo katika hiyo level hiyo. Lakini kiukweli tukio ambalo limehuzunisha na limesikitisha, na wakati mwingine alikustahili kuweza kutokea. Nikinukuu kauli ya Engineer Harris, amezungumza kwamba anaamini kwamba watampeleka kwenye hospitali iliyokuwa bora na huenda karudi mchezoni. Hilo pia linaweza kuwezekana? Inawezekana, unajua tuko tofauti. Yaani kiwango cha tiba kiko tofauti. Ni ndio ni maeneo gani? Kama akipelekwa South Africa wameendelea kwenye teknolojia, kwenye matibabu. Ukiangalia hizi injury ambazo pata kina Job hizi na wachezaji wengine wengi waliopata, ingekuwa miaka ya nyuma ilikuwa ndo moja kwa moja. Injury ambayo ilikuwa mpata mtu kama ya Okwasi, ingekuwa miaka ya nyuma ilikuwa moja kwa moja. Kwa hiyo wakati mwingine ukipata huduma nzuri na ukajua shida ni nini, ni rahisi kuweza kuitibu. Lakini sasa ule uwezekano wa kufanya recovery ndio issue nyingine. Ndio nikasema kwamba ina associate na umri wa mchezaji. Leo unamwona Mzize amekaa muda gani nje? Ni muda mrefu sana ameweza kukaa nje, unaona na wakati mwingine inaweza kuta kwamba akija kuanza yatakiwa aweze kuanza upya tena, kitu ambacho ni hatari. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kama atakuwa mpata matibabu ya haraka na ya kisasa, anaweza kurejea katika hali yake, ingawaje itakuwa sio rahisi kurudi katika ubora ambao alikuwa nao. Kwa hiyo kama itakuwa tukio la kuvunjika, basi tustaraji kumuona Pacome yule. Hapana. Yaani kwa so yule tuata kwenye mpira sijui. Kama atakavunjika pale, sio rahisi. Sio rahisi. Ni tukio baya sana tukio lile. Na ni mechi ya mwisho na klabu inakwenda kwenye mchakato wa usajili. Bila shaka ni tukio ambalo litawaumiza zaidi viongozi. Nafikiri hapo litawaumiza, lakini mimi naamini kwamba alikuwa katika majukumu. Unajua kuna ajali ambazo zinatokea, yani kama nilivyokuambia, watu wanapata ajali kwenye mabasi, kwenye majengo. Kwa hiyo wakati mwingine ni accident ambayo imetokea, na unasema mipango ya Mungu kwa pengine itakiweza kutokea. Kwa hiyo kama Mungu alikuwa amepanga ndio mwisho uwe pale, utakuwa mwisho ni pale. Lakini kikubwa tu ni kwamba kila inapotokea scenario kama hii, basi ni vema tukafikiria forward, sio utimu, uweze kuona namna kama kuna uwezekano wa kupunguza sawa matukio kama haya, basi tuyapunguze. Lakini mtu wa kwanza kupunguza ni wenyewe wachezaji. Leo tunazungumzia kina Mdamu, leo wako wapi? Leo hapo kiwanjani.
lakini alikuwa mpata ajali ya gari, unaona. Kwa hiyo hapo kwenye wakati mwingine wachezaji wanatakiwa wao wenyewe kabla ya mashabiki, kabla ya viongozi, kabla ya wadau wengine, wao wenyewe wanawajibika kuweza kulindana, kwa sababu hiyo ndio kazi yao, huo ndio mshahara wao, hiyo ndio ajira yao. Kwa hiyo kila mmoja ana wajibu wa kuweza kulinda usalama wa mwenzake. Kwa hiyo kwenye faulo kama zile, bila shaka wachezaji wangepaswa pia kulindana wao wenyewe. Yaani ni muhimu sana. Yaani afya ya mwenzako ni zaidi ya goli. Sio, unaelewa? Ni zaidi ya goli, ni zaidi ya penalti, ni zaidi ya kona, ndio chochote kile. Kwa hiyo lazima kila unapokuwa unakifanya zingatia na kulinda usalama wa mwenzako. Yaani sio kwamba matokeo ni zaidi ya kila kitu, hapana. Kama kuna mpira ambao unafikiria huo mpira unaweza kuleta madhara, achana nao. Kwa ni maisha pia. Sasa kwa tukio kama lile, moja kwa moja unaweza ukamlaumu mchezaji kwenye engo gani, kwamba angeuacha mpira au angefanyaje? Hapana, sio angeuacha mpira. Ule mpira ulikuwa umeshampita. Na issue pale ilikuwa ni kwamba yeye alikuwa anataka afanye sliding. Sliding ile huwezi kupeleka mwili kwa staili ile. Yeye amepeleka mguu na mwili. Kwa maana yake unakwenda kukoza ile obstruction ambayo inaweza kuleta madhara makubwa, na mwenzako akiwa kwenye speed ya hali ya juu sana. Hapa kwa alikuwa kwenye speed ya juu. Unaona? Kwa hiyo mimi sidhani kama ilikuwa kuna haja ya kufanya kile. Lakini najua kwamba ilikuwa ni hamasa na pressure ya matokeo, na pengine waliamini kwamba pengine ingekuwa ni siku tofauti na wakaweza kupata point. Kwa hiyo kuna wakati matamanio ya mchezo yanaweza kapelekea mtu akawa yuko much more aggressive, akashindwa kuona upande mwingine wa mchezo. Lakini imetokea ni ajali kiwanjani. Kwa hiyo liishie kusema kwamba tu ni ajali, na aliyefanya hata mwenyewe aliweza kuona pale, aliinama, alichanganyikiwa, alijuta. Kwa hiyo hata mwenyewe pia pengine haikuwa sema kama kama kitarajia, lakini imetokea kwetu. Sema tu kwamba imetokea ni ajali, lakini kutokea ajali moja itufundishe kuona kwamba tuna wajibu wa kuweza kulindana sisi kwa sisi, lakini pia waamuzi wana jukumu na mashabiki pia. Kwa hiyo kwenye hili pia waamuzi wanastahili kupewa lawama. Kwa sababu kuna wakati kuna matukio ambayo yanatokea hawaonekani kutoa adhabu stahili. Yaani usipotoa adhabu stahili, maana yake mtu unamwinkaji aendelee kufanya tena. Ashumulie tukio pale Pacome asingekuwa ameumia kiwango kile. Maana yake pale ingetaka ya njano tu, si ndio na angeendelea kucheza. Fahamu sijui. Maana yake unamjengea nini? Next game anafanya tena. Sio, unaelewa sijui? Mimi nakuelewa. Anafanya tena. Kwa sababu anajua kwamba kuna uamuzi wakati mwingine kubabaisha. Ukiangalia hapo kwenye World Cup, ukiangalia wewe ukaona walinzi wako makini na wako na nidhamu ya hali ya juu. Anacheza kijoko kwamba nikifanya kosa lolote no excuse. Nikiwa mtu wa mwisho haina mbadala. Mwamuzi haulizi. Iko dakika 7, iko dakika 10, iko haulizi mmefungwa moja mnaongoza, haulizi. Ndio mantiki ya mwamuzi. Simamia hilo. Umeona jana taifa kama Ujerumani ilikuwa wakati mgumu, wanafunga goli ambalo lilikuwa katika mazingira ya utata. Mwamuzi anasimama. Anasema hii ni foul. Ndio mpira uwe hivyo. Bila kuangalia huyu nani. Ndio mpira tunaotaka sisi huo. Ni tukio ambalo limeibua taswira tofauti kwa baadhi ya watu. Wengi wanaamini kana kwamba kama ni mchezaji amekusudia, kama ametumwa hivi. Kwa jinsi ambavyo ulivyoliangalia, lina viashiria hilo pia? Hapana. Haiwezi, kwa sababu haikuwa kama ni kitu cha planned. Ukiangalia ulikuwa ni ushindani, na ukizingatia pengine JKT wanaamini kama pengine leo wangeweza kuisababisha kuifanya Yanga iweze kusimama. Lakini ukiangalia movement ya kwanza ya pili, nafikiri ni kukamia tu ambao kwanza katokea. So tukio ambalo la kupata Pacome kama kucheza, amecheza muda mrefu sana, lakini tu ni ile tu makini na ile pengine ile hali ya kutaka kuona kwamba hawapotezi mechi. Halikuwa tukio la kuplan. Binafsi nakataa. Ni mpira tu, tushashuhudia watu wakivunjika hata kwenye World Cup. Tumeshuhudia watu wakiaga dunia hata kama mamaki gani poe. Kwa hiyo ni matukio ambayo waga yanakuwa yanatokea, lakini yakitokea yatakiwa tuweze kuangalia na kuweza kutafakari namna gani ambavyo tunaweza kufanya wakati mwingine kuweza kulinda usalama wa wachezaji. Lakini kubwa zaidi ni waamuzi kuhakikisha kwamba wanawalinda wachezaji pia. Kwa tukio kama lile, mwamuzi angechukua jukumu gani kwa kuweza kumlinda Pacome? Mimi ninachozungumza ni kwamba yale kwanza kabisa no sense.
Nimetoka kukuambia hapa kwamba ukiangalia yule alikuwa ni mtu wa mwisho. Laini wote walikuwa wanaona Pacome amechezewa foul. Lakini mwamuzi anakuja na amue kadi ya njano. Ndio nimekuuliza wewe uliona wapi? Uliona wapi? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba na wao pia wanakuwa sio wa kweli, wanachangia mambo kama haya. Kwa pale ilikuwa ni straight red card. Lakini ametoka kadi ya njano baada ya kuona ile scenario imekuwa ni serious injury, ndio akaona aibu, mwamuzi anaamua kuja kubadilisha maamuzi. Line 1 alikuwepo, line 2 alikuwepo na wanavaa mawasiliano. Sasa wanavaa mawasiliano ya nini? Labda huenda alikuwa mbali na tukio. Ndio nikasemaje, yeye alikuwa yuko mbali. Line 1, line 2. Na ndio wana mawasiliano ya redio. Ni ya nini yale mawasiliano ya redio? Tuache kubalance, yani fike hatua, tuache mpira ujielekeze wenyewe. Yaani mpira ujielekeze wenyewe kama mpira, uwe wenyewe mpira. Usimame wenyewe mpira, lakini sio mambo ambayo wanaonyesha wanaingia kwenye mtego wa kutaka kutamani mambo yaweze kutokea. Haitakiwi. Yaani waamuzi wasiingie kwenye witches za timu. Maana ile pressure ya mchezo waamuzi nao wanaivaa. Nao wanakuwa ni part of it. Haitakiwi. Yes. Mkuu, nikushukuru sana. Na kushukuru pia kitu pia nikupongeze pia kwa msimu mzima. Umekuwa ni miongoni mwa watangazaji ambao mmefanya kazi nzuri sana katika msimu huu. Sana. Kazi yako ilikuwa ni njema sana. Mahojiano yako yalikuwa ni mazuri sana. Umekuwa ni mtu wa kutafuta habari, umekuwa ni mtu wa kubalance story. Kwa hiyo mimi nikupongeze na nikutakie tu mema, na hasa katika msimu unaokuja. Kasi ulionayo ni nzuri na unafanya vizuri sana. Ni miongoni mwa watayarishaji na watangazaji vile michezo wachache ambao wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo ongea sana kwako. Bwana, nikushukuru sana kiongozi, hili kubwa sana kwangu. Asante sana ndugu yangu. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.